Mimi naitwa Mlunya Josia, ni meneja wa kanda NEMKI, na NEMKI inahudumia mikoa minne ukiwemo mkoa wa Songwe, na leo tuko hapa kwa sababu ya uzinduzi na pia upandaji wa miti kwa ajili ya kuadhimisha siku ya kuzaliwa ya Mama Samia. Kwa hiyo kama swali lako ulivyouliza, kwa kweli maeneo ambayo yameonekana kuwa na changamoto kubwa sana hasa katika swala la uharibifu wa mazingira ni maeneo yale ya kilimo, lakini pia wachimbaji wa madini mbalimbali ambao wanachimba kiolela. Imekuwa ni changamoto kubwa sana kwa sababu wamekuwa wakichimba na wakati mwingine bila kufanya upandaji wa miti. Kwa hiyo ni changamoto katika eneo hilo, na wamekuwa wakivamia hata maeneo mengine ambayo ni sehemu ya hifadhi. Lakini pia kilimo ambacho kisichoendelevu kimekuwa ni changamoto sana kwa sababu watu wamekuwa wakilima hata kwenye maeneo ambayo ni maeneo ambayo yanatakiwa yawe maeneo ya hifadhi na kuvamia, lakini ukataji wa miti kwa ajili ya matumizi ya kuni na mkaa pia ni eneo lingine ambalo pia limekuwa ni changamoto katika mkoa wa Songwe katika baadhi ya maeneo. Kwa kweli matumizi ya viuatilifu kama unavyojua kwamba zile ni kemikali. Kwa hiyo wakati mwingine kama yasipokuwa yametumika katika utaalamu ule ambao unahitaji kwa ajili ya kudhibiti, ni huwa inasababisha changamoto kubwa sana hasa katika uharibifu, kwa sababu ya makemikali yanaingia kwenye ardhi, mengine yanaenda yanaua viumbe hai vilivyoko ardhini, lakini pia yanaua nyasi, yanaua miti, unaona, kwa lengo la nani. Kwa hiyo tunatumia viuatilifu wakati mwingine tusipokutumia katika mwongozo ulio sahihi tunasababisha uharibifu wa mazingira, kwa sababu yale makemikali yanaenda paka kwenye vyanzo vya maji. Mvua zinaponyesha ile kemikali zinaenda paka kwenye vyanzo vya maji. Kwa hiyo nakuta vinasababisha pia changamoto za namna hiyo. Kwa hiyo nafikiri tumekuwa tukishauri pia maafisa ugani na wengine waweze kusimamia wanapokuwa wanatumia viuatilifu katika kudhibiti magugu na vitu vingine vya namna hiyo.